Nimekuwa nikiangalia maoni ya viongozi mbalimbali wa kisiasa, viongozi wa dini, baadhi yao wakiniomba nikemee mambo hayo. Maoni ya wazee mashuhuri, mmemsikia mzee wetu mzee Butiku naye kasema, wawakilishi wa mataifa ya nje hapa nchini nao wametoa tamko, jumuiya za kiraia na wananchi kwa ujumla na wenyewe wamesema walioyasema. Hisia za makundi yote niliyoyataja zikibuliwa na kifo kimoja tu cha ndugu yetu Kibao. Uhai sio wa jumla, yaani Mtanzania mmoja ana thamani ile ile ya Watanzania milioni 60. Kwa hiyo kukitokeza tatizo au sitofahamu kuhusu uhai, inatupa haki ya kuacha shughuli zote na kuhoji tupate majibu. Lakini inashangaza kwamba kifo cha ndugu yetu Kibao kimeibua wimbi kubwa, kulaani, kusikitika, kulaumu, kuita serikali ya wauaji, kufanyaje. Hii sio sawa. Katika zawadi kubwa ambayo inalindwa kwa wivu mkubwa na taifa lolote ni uhai wa mtu. Kifo ni kifo. Angepotea hata mke wako usingechangamka, au mume wako. Ni lazima watu tuchukue hatua. Kakikundi fulani kametengenezwa na mwanasiasa fulani kwa ajili ya faida zake za kisiasa. Wakigusa wanaambia shh, si atafukuzwa kazi. Nani afukuzwe kazi? Unaacha binadamu, uhai wa binadamu sio jambo la kulinganisha na kitu chochote. Wewe mtu anapotea mtoto wa kwanza, anapotea mtoto wa pili, paka wanafikia 7. Wewe RPC, mbona watoto wako hawajapokea?